Lakini nataka kusisitiza ni kwamba kwa mfano kwenye uchaguzi wa mwaka huu ushiriki wa wanawake, competitive women, wanawake wameshiriki kwenye majimbo katika mazingira ya uchaguzi ambao wanaume wamekimbia, kwa sababu ulikuwa ni uchaguzi ambao kila mmoja alikuwa na hakika juu ya uzoefu wa CCM kuiba kura, na kwamba moja kati ya silaha yao watakayotumia kwenye uchaguzi ni wizi wa nini? Wizi wa kura. Na ndio maana chama chetu kauli mbiu yake ilikuwa ni kulinda nini? Realizing kwamba kuna wizi wa kura. Lakini katika mazingira hayo wanawake walishiriki uchaguzi huu. Hapa Dar es Salaam nadhani majimbo mawili wanawake waligombea, jimbo la Kawe na jimbo matatu, jimbo la Kawe, jimbo la Kinondoni na jimbo la Ubungo. Majimbo haya yote wanawake competitively waligombea. Tena baadhi ya majimbo hapa ushindani wa wanawake ulianza kwenye kura za maoni manne na Kigamboni. Nilikuwa nasahau jimbo tena na kwa hiki kule kwa dada yetu Mwanaisha. Kwa hiyo majimbo manne kati ya majimbo 12 ya Dar es Salaam yaligombewa na wanawake hapa Dar es Salaam. Ni achievement kubwa sana ambayo Ngome imeachieve, na kwa hiyo pia ndio maana nikasema wanawake pia Mwanaisha ametoka kuwa katibu wa vijana, sio? Kwa hiyo maana yake nasema ni wanawake ni general regardless kwamba wako kwenye kipindi gani. Lakini tumekuwa na majimbo mengine mengi sana ambayo wanawake waligombea na ushindani ulikuwa mkubwa. Na hata tunapotaka kutaja wahanga wa uchaguzi wa mwaka huu, tunaweza tukatoa ushuhuda wa namna ambavyo wanawake wamekuwa wahanga wa uchaguzi huu kwa kufanyiwa vitendo vya kinyama, vitendo vinavyoonyesha kwamba serikali kila inaposema inawathamini na kuwatambua wanawake inadanganya. Inaweza kwenda kutumia jeshi kuwakatisha tamaa wanawake, kwenda kutumia jeshi kuwanyanyasa, kwenda kutumia jeshi kuwadhalilisha, kuwaonesha kwamba hawawezi kushiriki siasa katika mazingira ya mabavu, kinyume kabisa na kile ambacho sisi wamekuwa kijaribu kihubiri kwamba eti wenyewe pia wanathamini mwanamke. Kwa hiyo nawapongeza. Lakini pia tumeanza mwaka huu na tukio lililoanzishwa na Ngome ya wanawake hapa Dar es Salaam. Hili pia ni tukio kubwa kwa sababu najua KC ametoka kuamsha watu kusini na maeneo mengine kwa sababu hali inajulikana ilivyo. Lakini hapa Ngome mkoa wamesema no, tuanze huu mwaka, tukutane, tuitishe mkutano mkuu, tufanye tathmini, tuende mbele. Hii ni hatua kubwa, hongereni sana. Ndugu zangu, ameeleza Mama Mujage, sisi tulishiriki uchaguzi katika mazingira magumu sana, katika mazingira ambayo pengine watu wanaamini suluhisho lingeweza kuwa kutoshiriki, lakini bila kusema baada ya kutoshiriki, aftermath, baada ya hapo nini kitaendelea. Leo CCM wako hadharani, wamevuliwa nguo, kila mmoja anawaona kwamba ni wezi, kila mmoja, hata zile jumuiya ambazo zimekuwa zikitumika kuna kubariki uongo wa uchaguzi Afrika zimefika mahala zimesema, jamani, kwa haya ya Tanzania aibu tunaona sisi. Sadeki walifukuzwa Tanga, wameenda Tanga, wamekuja wenyewe wakakamatwa, wakawekwa pembeni, wakafika mahala wakaondoka zao vijana kutoka Afrika Kusini, wakarudi huko wakasema kule hakukuwa na uchaguzi. Umoja wa Afrika umetoa matamko hayo. Mnajua mtu pekee, mimi sijasoma andiko la East Africa, mtu pekee nilimuona anasema kwamba uchaguzi ulikuwa huru ni yule mama aliyebahatika kwenda kambi ya jeshi kushuhudia Samia akiapa. Na nyie mnajua, sijui nani angeweza kusema kwenye kambi ya jeshi kwamba jamani, huu uchaguzi tunawapa hapa sio huru, na ni yeye tu ndo alosema. Lakini hata tamko lao hatukuliona. Ni wazi kwamba huu ni uchaguzi uliokuja kuanika uozo, unafiki na uongo wa muda mrefu wa Tanzania kujidai kwamba na yenyewe inafuata demokrasia. Lakini nyote mnajua huu ni uchaguzi ambao hata magari yaliandaliwa. Kwa hiyo jamaa walijiandaa kufanya igizo la uchaguzi
ili watu wawaone bado wao ni wana demokrasia. ACT Wazalendo imewaubua na jeshi la wanawake limefanya kazi nzuri sana kwenye uchaguzi. Hongereni sana, tumeweza kuset standard na kusema kwamba huu uchaguzi kutoa picha halisi. Hata nilikuwa namuona rais alipokuwa anakwenda kuvisha nishani wanajeshi, ameshuka pale KIA, akakuta pale anapigiwa ngoma, akaanza kusema, anajieleza yeye mwenyewe kwamba bwana imeshinda, watu wanashangaa imeshinda 97%, lakini bwana ndio za wale watu waliojitokeza. Sio watu waliojitokeza, kwa mujibu wa Jaji Mwambegele wamejitokeza Watanzania wote. Hiyo ndio mambo yanayoshangaza, kwamba uchaguzi huu wamejitokeza watu wengi kuliko chaguzi zote, kuliko hata 2015, 86% ya Watanzania. Kwa ni mambo ambayo yamedhihirishia dunia kwamba tulikuwa kwenye kipindi ambacho kigumu sana.